Shughuli za kawaida zilitatizika pakubwa katika miji mbalimbali nchini, huku maeneo mengine yakishuhudia vurugu na makubaliano makali baina ya maafisa wa polisi na wananchi waliokuwa wakiandamana kutokana na bei ya juu ya mafuta. Baadhi ya stendi za magari ziligeuka kuwa viwanja vya michezo. Imekuwa siku ambayo Wakenya kutoka maeneo mbalimbali waliamua kuungana na wamiliki wa magari ya usafiri wa umma kudhihirisha ghadhabu yao kuhusu ongezeko la bei ya mafuta. Kwenye barabara ya Kerugoya Kagumo huko Kirinyaga, taswira ilikuwa kama hii mchana kutwa, wakazi wakiamua kufunga barabara na kuwasha moto. Bei ya mafuta iko juu. Kila mtu huku anateta iko juu. Mimi hata sina gari, but hizo gari ndizo natumia kuleta mizigo zangu. Kule kaunti ya Kajiado, barabara kuu ya Nairobi na Manga pia ikifungwa na wenyeji katika maeneo ya Kitengela, huku wakikabiliana na maafisa wa usalama kuhusu gharama ya juu ya mafuta. Huko Kakamega, fujo, uharibifu wa mali na kusambaratishwa kwa shughuli za kibiashara, risasi na hata vitoa machozi vikiteka anga Kakamega. Punda amechoka. Punda amechoka. Statement ni moja. Weka mawe. Tunasema tumechoka. Katika kaunti za Kisii na Nyamira, barabara ya Kisii Migori ikifungwa na vijana, wengine wakiamua kubadili steni kuwa uwanja wa mchezo. Kuna chakula watu walitumiwa jana, hizo tutawapea leo. Lakini magari haziendi kabisa mpaka mafuta ishuke. Taswira ilikuwa tofauti kaunti ya Nakuru. Hapa vurugu zilishuhudiwa, huku kukiwa na makabiliano baina ya maafisa wa polisi na wananchi. Kule Makueni, barabara ya Nairobi Mombasa ilikuwa hivi: mahami siku kutwa, malori yakiegeshwa kando ya barabara. Katika kaunti ya Bomet pia wamiliki wa magari waliamua kuungana na wenzao katika maeneo mbalimbali kusambaratisha uchukuzi, wenyeji wakitaka serikali kushughulikia bei ya bidhaa hiyo muhimu ili kupunguzia gharama mwananchi wa kawaida. Katika kaunti ya Kericho, wasafiri walishindwa kuendelea na safari yao baada ya magari ya kuelekea Nairobi na Eldoret kusitisha shughuli. Tofauti na haya yote, huko Kisumu, Migori, Homa Bay na kaunti ya Siaya, shughuli ziliendelea kama kawaida. Mwisho wa siku, wananchi walisema hawatalegeza kamba, wataungana na wenye matatu hadi pale watakaposikizwa na bei ya mafuta kushuka. Crispino TNO, runinga ya Citizen.